Amina. Tunashukuru. Tunashukuru. Mungu awabariki na Mungu atubariki sote. Haleluya. Amina. Mama unashangaa. Lazima watu waongee waache baridi, hakuna baridi hapa. Hapa hii si mvua, hii ni mibaraka ya Mungu. Haleluya. Na hii inaitwa mvua ya masika, nguvu ya Roho Mtakatifu ambayo tumeahidiwa inamwagwa wakati wa makande tunamwagwa mvua ya Roho Mtakatifu. Kwa hivyo tunapobarikiwa na mvua ya Roho Mtakatifu, vivyo hivyo nchi nayo inabarikiwa na mvua. Amina. Kwa hivyo kuna mvua ngapi? Kuna mvua ngapi? Ya kwanza ya kawaida ya mimea, ya pili ya kiroho. Haleluya. Amina. Kwa hivyo tukae na furaha tulivu jumbani kwa Bwana. Tuombe. Baba wa pande ya Yesu Kristo, tuna sababu ya ushukuru kwa sababu ya jioni ya leo tena tunapoendelea kuangalia unabii wa Biblia katika kambele mapenzi ya kutimizwe kupitia Yesu Kristo tunaomba. Amen. Jana katika unabii wa Biblia, tumekuwa katika unabii wa Danieli 2. Angalia picha hii ya Danieli 2. Jana tumekuwa hapa tukaangalia ni historia ya dunia inafunuliwa. Yaani Danieli ni sanamu ile, historia ya dunia inafunuliwa kupitia kwa picha hii. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mungu akafunua historia ya dunia, vile dunia itakuwa tangu wakati wa mfalme mmoja alikuwa anatawala dunia, anaitwa mfalme Nebukadneza. Akamwonyesha, Mungu akamwonyesha ndoto ambayo tuliona Danieli 2. Yaenda kichwa cha dhahabu, kifua na mikono ilikuwa ni ya fedha, tumbo na viuno vilikuwa ni vya shaba, miguu ilikuwa ni ya chuma, na vidole kumi vilikuwa zimechanganyika, nusu dongo na nusu chuma. Na Mungu akaonyesha jiwe likitoka mlimani bila kutengenezwa na mikono ya binadamu, na jiwe likapiga sanamu kuanzia vidole mpaka kichwa, likavunjavunja hiyo sanamu na likajaa dunia nzima. Bwana Yesu asifiwe. Tulipokuwa tunauliza maana na tafsiri ya vitu hivyo zinasimamia nini, tukaona Danieli 2:38. Tukaangalia tukaona ikisema wapi msomi mwingine anaweza saidia kusoma ndio ndio asaidie. Leta mic kuonyesha. Na wewe mama kama unanisomea kuja karibu hapa, kwa sababu ule ananisomea kuja alipo sababu sitaki tupunguze sauti. Nataka hiyo ilikuwa ndio mulete karibu pande hii, usiwe mbele ya hii ili isipige kelele. Kuja hata kikaa hapa sio baya. Kuja hapa ndio hata kipatia ashike mic kwa mkono tashika. Twende angalia Danieli 2 fungu lake la 38. Twende 2:38 Danieli. Twende mikono ya paka mali yake ndio ndio. Amina. Mbele 38. Twende. Biblia inasema 2:38 ndio inasema hivi. Ndio inasema hivi, na kila mahali wako hapo wanadamu, wanyama na kondeni na ndege wa angani wamuita mkononi mwako. Amewatia mkononi mwako. Pole. Samahani, tunaanza. Na kila mahali wako hapo wanadamu, wanyama wa kondeni na ndege wa angani amewatia mkononi mwako, na amemmilikisha juu ya hao wote. Amemmilikisha juu ya haya yote. Wewe ukichwa kile cha dhahabu. Bwana Yesu asifiwe. Nebukadneza tuliona jana aliyeoteshwa ndoto ya Danieli 2. Akaambia Hezekia, maana wewe ndiye mfalme wa falme, wanyama wote wako chini yako, ndege wa angani wako chini yako, kila mahali wewe ndiye unatawala, wewe ndiwe kichwa cha dhahabu. Kwa hivyo kichwa cha dhahabu kinasimamia nini?
Ndio kichwa cha dhahabu, mfalme Nebukadneza na ufalme wake uliokuwa unatawala dunia yote ya wakati ule. Wangapi tumeelewa? Wangapi tumeelewa? Amen. Tuangalie 39. Twende. Na baada ya zamani zako utainuka ufalme mwingine mdogo kuliko wewe. Angalia, na baada ya zamani zako utainuka ufalme mwingine mdogo kuliko wewe. Kumbe kile kifua na mikono ya fedha. Fedha ni ndogo ikilinganishwa na dhahabu. Maana yake ni nini? Anaambiwa ufalme utakaofuata baadaye, ufalme utakao kuja baada yako utakuwa mdogo kuliko wako. Kumbe dhahabu, ufalme wa kwanza kutawala dunia, kichwa cha dhahabu. Fedha, ufalme wa pili kutawala nini? Dunia, ufalme wa pili. Twende shaba. Na ufalme mwingine wa tatu wa shaba utakaoitawala dunia yote. Na ufalme mwingine wa tatu wa shaba utakaoitawala dunia yote. Shaba, ufalme wa tatu kutawala dunia yote. Alafu miguu ya chuma. Na ufalme wa nne utakuwa na nguvu mfano wa dunia. Hebu sikia, na ufalme wa nne utakuwa na nguvu mfano wa chuma. Kwa hiyo miguu ya chuma, Baba ndiye anasema, na ufalme wa nne Mungu alionyesha utatokea utawala dunia 41 hiyo Danieli 2 na vidole 10. Na kama vile ulivyoziona hizo nyayo za miguu na vidole vyake kuwa nusu udongo wa mfinyanzi na nusu chuma, ufalme ule utakuwa ufalme uliogawanyika. Neno la Mungu linasema vidole 10 na nene. Neno la Mungu likasema, na kama vile ulivyoona hizo nyayo za miguu ya kuwa nusu udongo wa mfinyanzi na nusu chuma, ufalme ule utakuwa ufalme uliogawanyika. Vidole 10 na nene na mgawanyiko wa ufalme wa nne. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Mungu akaonyesha, sikia, mwisho wa nyakati. Mwisho wa nyakati ni nyakati hizi tunazoishi. Dunia itaendelea kutawaliwa na ufalme mmoja. Itafika wakati ufalme wa nne utagawanyika na zitokee falme nyingi, falme ndogo 10 ndizo zile zinalinganishwa na vidole 10. Falme 10 zikilinganishwa na vidole 10 zitatawala dunia yote. Ndio hiyo. Na wakati huo dunia ikatawaliwa falme nyingi, zikiwemo falme zile 10 zenye nguvu. Ndipo Mungu alionyesha jiwe likeja bila kutengenezwa mikono ya binadamu, na likapiga sanamu kuanzia vidole mpaka kichwa, likavunjavunja na kufunika dunia yote. Swali, jiwe ni nini? 44. Danieli 2 fungu la 44. Twende. Na katika siku za wafalme hao Mungu wa mbinguni atausimamisha ufalme ambao hautaangamizwa milele, wala watu wengine hawataachiwa enzi yake, bali utavunja falme hizi zote vipande na kuziharibu, nao utasimama milele na milele. Na katika siku za wafalme hao Mungu wa mbinguni atausimamisha ufalme ambao hautaangamizwa milele, wala watu wengine hawataachiwa enzi yake, bali utavunja falme hizi zote vipande na kuziharibu, na utasimama milele na milele. Haleluya. Jiwe ambalo lilikuja likapiga sanamu kuanzia vidole mpaka kichwa, likavunjavunja na kujaa dunia sema. Jiwe ni nini? Ni ufalme wa nani? Ufalme wa Mungu. Haleluya. Ni ufalme wa Mungu ambao tunangojea. Ni ufalme wa Yesu ambao tunangojea. Karibuni Yesu anarudi na anakuja kumaliza falme zote za dunia. Na ufalme wa Mungu, ufalme wa Yesu utadumu milele. Kufikia jana tuliona hiyo. Swali, mtu akauliza wewe swali, tunaishi wakati gani? Wakati wa ufalme gani? Kichwa cha dhahabu, kifua na mikono ya fedha, tumbo na viuno vya shaba, miguu ya chuma, vidole 10, ama tunaishi wakati sehemu gani?
Wao unafikiri tuko sehemu gani? Chuma na udongo, vidole 10. Mumepata yote. Haleluya. Amina. Tunaishi wakati wa vidole, wakati wa serikali nyingi. Nendeme karibuni tunatazamia. Kuja kwa jiwe. Jiwe ni nani? Ufalme wa Mungu. Ufalme wa wale. Sasa swali kubwa jioni ya leo. Kwa nini Yesu ajarode? Kwa nini Yesu ajarode? Danieli 7:1-8. Twende msomo. Danieli 7 fungu la kwanza mpaka la 8. Anaposoma angalia wa wanyama wakubwa 4. 1, 2, 3, 4. Twende. Katika mwaka wa kwanza wa Belshaza, mfalme wa Babeli, Danieli aliona ndoto na maono ya kichwa chake kitandani mwake. Basi akaiandika ndoto, akatoa habari ya jumla ya mambo hayo. Danieli akanena akisema, naliona katika maono yangu wakati wa usiku, na tazama, hizo pepo 4 za mbinguni zilivuma kwa nguvu juu ya bahari kubwa. Kwa hivyo angalia, kwa hivyo Danieli anaonyeshwa kwanza bahari kubwa, rangi ya buluu. Buluu ni bahari. Anaonyeshwa kwanza bahari kubwa. Alafu anaonyeshwa upepo ukivuma kwa nguvu juu ya bahari. Alafu ndipo wanyama wakubwa 4 wakatoka baharini, wote wa namna mbalimbali. Wa kwanza alikuwa kama simba, naye alikuwa na mabawa ya tai. Nikatazama hata mabawa yake yakafutuka manyoya. Akainuliwa katika nchi, akasimamishwa juu ya miguu miwili kama mwanadamu, naye akapewa moyo wa kibinadamu. Na tazama, mnyama mwingine wa pili kama dubu, naye aliinuka upande mmoja, na mifupa 3 ya mbavu ilikuwamo kinywani mwake katika meno yake. Akamwambia mnyama huyo, hivi inuka ule nyama tele. Kisha nikatazama, na kumbe mnyama mwingine kama chui, naye juu ya mgongo wake alikuwa na mabawa 4 kama ya ndege. Mnyama huyo alikuwa na vichwa 4. Akapewa mamlaka. Baadaye nikaona katika jenzi ya usiku, na tazama, mnyama wa 4 mwenye kutisha, mwenye nguvu, mwenye uwezo mwingine, naye alikuwa mwenye uwezo mwingi, naye alikuwa na meno ya chuma makubwa sana. Alikula na kuvunja vipande na kuyakanyaga mabaki kwa miguu yake, na umbo lake lilikuwa mbali kabisa na wale wa kwanza, naye alikuwa na pembe 10. Alafu nikaziangalia sana pembe zake, na tazama, pembe nyingine ikazuka kati yao, naye ilikuwa ndogo, ambaye mbele yake pembe 3 katika zile za kwanza zikang'olewa kabisa. Na tazama, katika pembe hiyo mlikuwa na macho kama macho ya mwanadamu, na kinywa kilichokuwa kikinena maneno makuu. Haleluya. 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 Danieli anaonyeshwa nene wanyama wakubwa wangapi? 4, wakitoka ndani ya maji ama ndani ya bahari. Bwana asifiwe. Wa kwanza alikuwa kama simba, ako na mabawa 2 ya tai. Akatoka pa maji, akasimama nchi kavu. Biblia inasema mabawa yakafutoka manyoya, alafu akapewa moyo wa kibinadamu. Haleluya. Mmoja wa pili alikuwa kama dubu, ameinuliwa upande moja, naye pia anatoka kwa maji, ana mifupa 3 ya mbavu kinywani mwake. Danieli akasikia mnyama akiambiwa ainuke ale nyama tele, atoke kwa maji ale nyama tele.
Danieli akishangaa akaonyeshwa mnyama atatu choe ndio ako na vichwa vinne na ako na mabawa manne, na akasikia akipewa mamlaka atawale. Danieli akishangaa akaonyeshwa mnyama wanne ndio wakotesha, ako na meno ya chuma, ako na pembe kome, alikula kila kitu kwa meno yake ya chuma, na mamake alikanyaga kwa miguu yake, na alikuwa na umbo tofauti na wale wengine, na alikuwa na pembe 10. Biblia ikasema akaangalia sana. Naomba usikize mstari wa 8. Sikia. Nikaziangalia sana pande zake, na tazama pande nyingine ikazuka kati yao, naye ilikuwa ndogo, ambaye mbele yake pande 3 katika zile za kwanza zikang'olewa kabisa. Na tazama katika pande hiyo mlikuwa na macho kama macho ya mwanadamu, na kile kilichokuwa kikinena maneno makuu. Shika hapo Nikaziangalia sana pembe hizi. Akaangalia sana, sio juju. Aliangalia sana, akaangalia sana pembe hizi 10. Ndio akaona kuna kapembe kengine kanamea, pembe nyingine ndogo inamea, inatokea katikati ya zile 10. Na Biblia inasema vile ilikuwa inamea, vile ilikuwa inakuwa, vile ilikuwa inapata nguvu. Biblia inasema ekang'oa pembe 3 katika zile za kwanza 10, zikabaki ngapi? 7, na yenyewe ikiwa ya 8. Haleluya, haleluya. Alipoangalia hiyo pembe sana, akaona iko na kama ya nani? Macho kama ya nani? Kwa hivyo pembe inao? Pembe inao? Kazi ya macho ni nini? Pembe inao? Pembe inao? Haleluya. Amen. Mnaweza ongea sauti kubwa kuliko hiyo? Mtu mmoja akiongea sauti kubwa hiyo, watu wengi wanaongea sauti kama hiyo kweli? Pembe inao? Inaona. Pembe inao? Inaona. Na iko na nini nyingine? Na macho. Iko na kinywa. Kanwa ama kinywa. Kilichokuwa kinafanya nini? Kinaongea nini? Maneno makuu. Bwana asifiwe. Pembe ina macho, pembe ina kinywa ama kanwa, lakini pembe haina nini? Pembe haina nini? Wacha niwaulize swali. Wewe ukienda ukutana na mtu ana macho anaona, na ana kanwa anaongea, lakini hana masikio, unatafsirije huyo mtu? Unaanza semaje? Bwana amesema ni kiziwi, asikii. Alafu wengine swali niulize. Hebu wewe unafikiria huyu mtu na Biblia imesema kinywa kinachonena maneno makuu, sio maneno hivi. Mambo makuu ama makubwa. Swali. Mtu unakuta mtu anaongea mambo makubwa na hana masikio. Unaweza sema huyu ni nani? Wengine wanasema ni shetani. Hiyo sawa tu kwa sababu ni majaribu. Mimi kitu ya kwanza naona huyu mtu ni dictator. Dictator ni mtu anatawala kimabavu. Mtu ambaye hawezi ambiwa chochote, maana ana masikio. Anaongea mambo makubwa, anatoa sheria, anatoa mambo, anatoa mamlaka, anatoa mambo lakini haambiwi. Kwa hivyo moja, huyu mtu anaweza ni dictator. Dictator maana haambiwi. Kile amesema abadili. Huyo mtu anaweza badilika? Kwa nini hawezi badilika? Maana ana nini? Ana masikio ya kuambilika. Ana masikio ya kuambilika. Hamna masikio. Kwa hivyo ni dictator. Anatawala kimabavu. Wanyama wanne ni nini? Danieli 7:23. Mnyama katika unabii anasimamia ufalme, utawala, mamlaka, serikali.
Soma Biblia 7:23. Akanena hivi, huyo mnyama wa nne atakuwa ni mfalme wa nne juu ya dunia. Huyo mnyama wa nne, unaangalia hapa ni gari yangu na ni gari ya wewe. Huyo mnyama wa nne, kwa hivyo ya hiyo ndio inapiga kelele, ndio hiyo unapunguzia hapo. Achia sasa. Huyo mnyama wa nne atakuwa ni mfalme wa nne juu ya dunia. Kwa hivyo mnyama anasimamia ufalme. Mkiongea mkifurahi tafurahi. Si mnani mnyama anasimamia ufalme, utawala, serikali. Ole ufalme. Mnyama wa nne, ufalme wa nne. Mnyama wa tatu chui, ufalme wa tatu. Mnyama wa pili dubu, ufalme wa pili kutawala dunia. Mnyama wa kwanza simba, ufalme wa kwanza kutawala dunia. Kwa lugha nyingine, wanyama wakubwa nne ni falme kubwa nne ambazo Mungu alionyesha zitatokea, zitawala dunia kabla Yesu ajarudi. Bwana asifiwe! Bwana asifiwe! Amina! Swali sasa, hizi falme ni gani? Ona. Ni zile tuliona jana na hata tumegusa saa hii kwenye utangulizi. Ufalme wa Nebukadneza wa kichwa cha dhahabu, ufalme wa Babeli, serikali ya kwanza kutawala dunia, ndio inalinganishwa mnyama wa kwanza simba. Ndizo hizi falme zile zilikuwa zinaonyeshwa mfalme Nebukadneza, ndizo hizi zinarudiwa kwa Danieli kwa njia ya wanyama. Kichwa cha dhahabu, ufalme wa Nebukadneza wa Babeli, ndio huyo mnyama simba. Haleluya. Ufalme wa pili kutawala dunia, Wamedi na Wajemi, uliolinganishwa kifua na mikono ya fedha, ndio ufalme wa pili unalinganishwa na dubu. Wamedi na Wajemi. Wangiriki ama Wayunani wanaolinganishwa na tumbo na viuno vya shaba, Wangiriki, ufalme wa tatu kutawala dunia, ndio huyo mnyama wa tatu chui. Roma, ufalme wa Kiroma, Roma ya kipagane, Roma iliyokuwa juu Mungu, ambaye Yesu alikuta inatawala dunia, mego ya chuma, ndio huyu mnyama wa nne. Bwana asifiwe. Amen. Na vidole kumi ndizo hizi pembe 10 ambao tuliambiwa vidole 10 ni nini? Ni mgawanyiko. Sasa tumia ile lugha tulisema jana. Vidole 10 ni nini? Ndio ya ni mgawanyiko wa ufalme wa nne. Vile ufalme wa nne tulisomea hiyo Danieli 2:41. Tukaambiwa vidole 10 ni mgawanyiko wa ufalme wa nne. Roma ilifika wakati mwaka wa 476 baada ya Yesu. Roma ikagawanyika katika serikali ndogo 10. Ndio maana ya vidole 10. Hizi serikali 10 ni gani? France, ambayo vidole 10 au pembe 10. France, England, Portugal, Italy, Germany, Switzerland, Spain, Helene, Vandos, Ostrogoth. Kiswahili, Ufaransa, Uingereza, Ureno, Italia, Ujerumani, Uspania, Uswisi, Helene, Vandos, Ostrogoth. Haleluya! Amina! Ndio hizo vidole 10 ama pembe 10. Ni nini kimeongezeka sasa? Fungua masikio mawili sasa. Baada ya Danieli kuonyeshwa pembe 10, kama vile Nebukadneza alionyeshwa vidole 10, swali, Nebukadneza alipoonyeshwa mpaka vidole 10, ni nini kingine kilifuata? Baada ya vidole 10 katika Danieli 2, ni nini kilifuata? Jiwe. Hoja kwa ye? Kwa hivyo Nebukadneza kuonyeshwa kuna kidole kingine kitatokea cha 11 hakuonyeshwa. Lakini Danieli, sikia sasa tofauti. Danieli katika Danieli 7, angalia, baada ya kuonyeshwa pembe 10,
Biblia imetuambia mstari wa 8, nikaziangalia sana pembe zake, na tazama pembe nyingine ikazuka kati yao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo baadhi ya pembe 10 Danieli akaangalia sana, akaona pembe nyingine ndogo ikitokea, serikali nyingine ikitokea Roma. Pembe ndogo, serikali nyingine ikitokea Roma. Ndio maana alisema nikaziangalia sana, akaona. Na hiyo pembe ilipotokea ilianza ikiwa ndogo, kalianza akiwa ka serikali kadogo, na mpaka leo hiyo ndio serikali ndogo sana duniani. Serikali ndogo sana nini duniani? Ndio maana inaitwa pembe ndogo. Hiyo ndio serikali ndogo sana duniani. Hata wacha niwaulize, ni wangapi mnajua serikali ndogo sana duniani inaitwaje? The smallest country in the world, the smallest, iko na kiwanja kidogo zaidi, Vatican. Inaitwa Vatican. Tusalimiane. Hallelujah. This is the smallest country duniani, inaitwa Vatican. Kiwanja kidogo tu, 100 square kilometer. It's a city within a city. Mzee anasema a city. Vatican City, a city. Yaani ni kama mji wa Kisumu au wa Kakamega. Mji wa Kakamega uko nchini Kenya. Kenya ni serikali na Kakamega ifanywe serikali. Kenya iko na rais na Kakamega ifanywe kuwa serikali na ina rais wake. Kenya inatuma mabalozi na Kakamega iwe na mabalozi wake inatuma. Kenya iko na jeshi lake na Kakamega iwe na jeshi lake na rais wake. Hivyo ndivyo na serikali ndogo hii, pembe ndogo, a city within a city. Pembe ndogo. Thibitisho Mathayo 24 msomo. Mathayo 24 mstari wa 15. Sikia. Mathayo 24. Mathayo 24:15 inasema basi hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu lile lililonenwa na nabii Danieli limesimama katika patakatifu, asomaye na afahamu. Yesu anasemaje? Mathayo 24 anajibu maswali matatu alikuwa ameulizwa na wanafunzi. Hiyo fungu la 2 na 3 akaulizwa, tuambie Yerusalemu itaangamizwa nini? Tuambie dalili za mwisho wa dunia. Na tuambie wakati wa kuja kwako utakuaje? Maswali ya mangapi? Matatu. Yesu akataja njaa, vita, magonjwa yasiyoponyeka, mabili yamejaa duniani leo. Taifa kupigana taifa na kadhalika na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Upendo wa watu wengi kupoa, kama vile hapo kanisani. Hapo kanisani upendo umepoa. Poa. Baridi. Upendo umepoa. Angalia watu wengi zamani walikuwa wanakuja makambi, leo watu hawaji. Unambati wewe unakuja. Watu leo shetani wapatia mihangaiko, mashughuli. Angalia corona, magonjwa, kansa, TB, tumor na kadhalika. Dalili za mwisho wa dunia. Upendo wa wengi kupoa. Hata kwenye familia, divorce ndizo nyingi. Waume wataki kukaa na wake zao, wake wataki kukaa na waume. Sio tu kwa washiriki wa kawaida, hata kwa viongozi, hata sisi wachungaji, hata viongozi. Akuta watu ni divorce. Mtu anasema mimi nimechoka na wanaume. Anaenda hapa Mrwanda ama Msalaba. Najipangia hapo. Instant. Nachoka. Daka peke yako. Wanaume nisumbua. Ati wanaume nisumbua. Sikia. Wanaume nisumbua. Mwingine anasema wanawake nisumbua. Unaona? Upendo wa wengi umepoa. Hata ule tuliokuwa nao tukioana. Watu wanasema nitakupenda mpaka kaburini. Mpaka nini? Ishara ya mwisho wa dunia. Wewe ambaye wewe na mimi tuna wake zetu, waume zetu, shikilia. Atakaye vumilia mpaka mwisho, vumilia. Haleluya. Amen. Ndoa inadumishwa kwa kupendana,
kusameana, kuhurumiana na kuvumiliana. Umeona nimehesabu vitu vingapi? Hizo zote peke yake. Hakuna ingine. Mpendane. Mungu wewe shika yako vizuri usijalilie. Kupendana, kuhurumiana, kuvumiliana. Usipohurumia mwenzako hakutakaa. Lazima tupendane, tuhurumiane, mhurumie tu. Na hurumia hata watoto. Sasa unaenda wapi? Au watoto nao? Hizi viumbe vya Mungu navyo zinabaki na nani? Ati wacha niende. Zaburi, wewe usisome hiyo ni by the way. Zaburi ya 45:10. Mama unaambiwa usahau watu wenu. Sahau kabisa. Sahau nyumbani kwenu. Umsomee kama huyu mama anaangalia mimi sana. Nasema pastor, hebu hii vitu iko kwa Bible. Usahau watu kwenu. Ati unakaa kidogo narudi kwetu. Ati mnapata hata mjajenga, amjamaliza usomesho watoto, amjanunua ng'ombe kila mlikuwa mmepanga. Narudi kwetu. Ati kwa sababu umeona pesa ya miwa. Pesa ya miwa. Narudi kwetu. Soma haraka, soma Biblia, soma. Sikia, wewe sikia. Binti utazame. Sikia binti na utazame. Utege sikio lako. Wajini mambinti mko hapa msikia mtege masikio vizuri. Sikia. Wasahau watu wako na nyumba ya baba yako. Usahau watu wako na nyumba ya baba yako. Sahau. Hii mambo ya kila wakati unaenda. Yaani mtanunua ng'ombe saa ngapi? Mtasomesha saa ngapi? Unakaa kidogo unarudi. Yaani umeona pesa kidogo unaanza kupiga simu. Mnaamua mnaitana na mnagati hapa. Ndio hiyo yenyewe. Hiyo. Mnaamua alafu unapiga kwenda nyumbani. Visanga. Unajua hadi ni visanga. Visanga. Angalia. Unajua siku hizi tumepesa pesa, tumepewa ya miwa, tumepata chala. Sijini tuko na 50,000, 100. Sasa saa hiyo mwanaume anapigwa simu kutoka kule. Unaambiwa unajua baba ni mgonjwa. Mtoto mke naye akiambiwa anaambiwa jamani huyu kijana yako sini anajifanya wazimu. Nataka kwenda. Hiyo pesa yote inaanza kwenda huko tena. Hakuna hamtawahi piga hatua kwenda mbele. Mtakaanga hapo matime na kurudi nyuma kama hii hapa Pathfinder adventure. Kurudi hakuna kwenda mbele. Sawa? Sijasema tusiwasaidie, lakini kwanza ujue umeoa, umeolewa, mpendane, mkae mpange mambo yenu, maendeleo yenu na watoto wenu na wajukuu wenu. Bwana asifiwe. Amen. Biblia inasema hivyo. Inasema mwanaume mwema ni yule anawekea wana wa wanawe urithi. Yaani unawekea wajukuu wako urithi. Wewe utawekea wajukuu urithi saa ngapi? Bado yako ikutoshi. Ya watoto hakuna, ya wajukuu utaweka saa ngapi? Hata hakuna. Okay. Mathayo 24:15. Yesu anapofika mstari wa 15 anasema, twende wakati tutaona hili chukizo la uharibifu leo lilionyeshwa Danieli, limetokea patakatifu. Yaani anasoma inakuwa Danieli ajue. Kwa hivyo afahamu. Wale hawasomi hawatafahamu. Haleluya. Hawatafahamu. Na ndio maana shetani hapendi watu waelewe unabii wa Danieli na ufunuo wakae kwa giza. Lakini yeye wewe na mimi na shetani ameshindwa kwa jina la Yesu. Amina. Maana lazima uwe ujumbe ubiriwe. Hata shetani akatae ujumbe utaenda. Swali. Ile chokezo la uharibifu Danieli 7. Danieli alionyeshwa wapi? Tayari tumeona Danieli 7 mstari wa 7 na wa 8. Sasa kwa nini Yesu anaita hii pembe chukizo la uharibifu? Kwa nini liitwa chukizo la uharibifu? Danieli 7 anza 23 mpaka 25. 7:23 mpaka 25. Twende. Akanena hivi, huyo mnyama wa nne atakuwa ni mfalme wa nne juu ya dunia, atakao kuwa mbali na falme zile zote, nao utakula dunia yote na kuikanyaga na kuivunja vipande na habari za zile pembe 10 katika mfalme huo utaondoka wafalme 10
mwingine ataondoka baada ya hao, naye atakuwa mbali na hao wa kwanza, naye atawashusha wafalme watatu. Naye atanena maneno. Sikia hapo. Yale mambo yatafanywa na hii pembe ndogo itakapotokea. Naye atanena maneno kinyume chake aliye juu, naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu, naye ataazimu kubadili majira na sheria, nao watatiwa mkononi mwake kwa wakati na nyakati 2.5 wakati. Yaani kwa nini Yesu anataja pembe ndogo hii kama chukizo la uharibifu? Lilionekana litachukiza mbingu na litachukiza dunia, na atafanya mambo mangapi? 4. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Moja, atanena maneno kinyume chake aliye juu. Aliye juu ni nani? Ni Mungu. Kwa hivyo hii pembe ikionekana itakuwa inaongea kinyume cha Mungu. Ya pili, atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu. Atadhoofisha, atapesa watu wa Mungu, akadhoofisha, akatesa. Jambo la tatu, ataazimu kubadili majira. Na jambo la 4, ataazimu kubadili sheria. Mambo 4. Ndio maana anaitwa chukizo la uharibifu. Maana inaonekana ataharibu mambo ya Mungu, ataharibu mipango ya Mungu, ataharibu vitu vya Mungu. Anaitwa chukizo la uharibifu. Anachukiza dunia, anachukiza mbingu, na mwisho wake ni kuharibiwa. Ongeni, kuharibiwa. Ndio umesema vizuri. Sio kuharibika, mwisho wake ni kuharibiwa. Maana anaitwa chukizo la uharibifu. Kwa hivyo mwisho wake ni kuharibiwa. Ataharibiwa. Bwana asifiwe. Huyo ni nani? Wathesalonike wa pili 2 fungu la 3 na la 4. Twende Biblia. Wathesalonike wa pili 2 mstari wa 3 na 4. Huyo ni nani? Chukizo la uharibifu. Anakuja kuharibiwa. Na ujiangalia wewe, na mimi nijiangalie. Tusiwe upande wake, tusije tukaharibiwa anapokuja kuharibiwa na kuangamizwa. Tusije tukaangamizwa na yeye. Huyo ni nani msomi? Wathesalonike wa pili 2 mstari wa 3 na 4. Twende. Mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote, maana haiji isipokuja kwanza ule ukengeufu, akafunuliwa yule mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu, yule mpingamizi ajiinuaye nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu ama kuabudiwa, hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu, akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ni Mungu. Biblia inasema, ukianza fungu la kwanza la pili, inasema kuhusu kuja kwa Yesu. Paulo anasema kwa habari ya kuja kwa Yesu, anaambia Wathesalonike msifadhaishwe upesi kwa njia yote, hata kwa waraka unaodhaniwa kana kwamba ni wetu sisi, kana kwamba siku ya Bwana imekwisha kwako. Hiyo ni mstari wa kwanza na wa pili. Mstari wa 3 ambao tumesomewa na 4 inasema, mtu ambaye yote asitudanganye kwa njia yoyote ya kwamba siku ya Bwana imefika. Kwa nini? Biblia ikasema siku ya Bwana haiji. Yesu atarudi usipokuja kwanza. Kabla kuja kwanza, ukengeufu ni upotofu. Tusalimiane. Kiingereza inaitwa apostasy, falling away ama rebellion. Kwa hivyo kabla Yesu kuja, angalia hapa. Kabla hili jiwe kuja, kabla Yesu kuja, lazima atokee mpiga Kristo. Na sio kutokea tu, lazima afunuliwe. Wewe mama unapita hapo, ama ni mama ama ni msichana? Mama wewe, fungua hiyo speaker. Vua iliacha kitambo, ili watu wasikie huko. Ndio ujumbe wa mwisho, Yesu arudi. Weka mawe chini, weka hiyo kitu chini. Biblia inasema kabla Yesu kuja, lazima mtu wa kuasi afunuliwe.
Tusalimiane. Haleluya. Amen. Huyu ni nani? Biblia inasema ni nani? Ni mtu ameketi wapi? Hekaluni. Ameketi wapi? Hekalu la Mungu. Hekaluni. Alafu jambo lingine Akijionyesha. hapana, kabla ya kujionyesha. Jambo lingine akiwa kwa hekalu anafanyaje? Anafanywaje? Anaabudiwa. Akijifanya nani? Mambo mangapi? Ni mtu ameasi Mungu, ameketi kwa hekalu, watu wanamwabudu, na vile anaabudiwa, Biblia inasema anajionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. Huyu ni nani? Ako kwa kanisa na anajifanya Mungu, tena anaitwa mpinga Kristo. Ikia Yohana mtumishi, Yohana wa kwanza 2 fungu la 18. Barua ya kwanza ya Yohana 2:18. Twende haraka. Twende 2:18. Watoto. Wakati wa mwisho. Anza vizuri. Watoto. Ni wakati wa mwisho. Ndio hiyo neno. Na kama vile mlivyosikia kwamba mpinga Kristo yuaja, hata sasa wapinga Kristo wengi wamekwisha kuwepo. Kwa sababu hiyo, tunajua ya kuwa ni wakati wa mwisho. Watoto, ni wakati wa mwisho. Na kama vile mlivyosikia kwamba mpinga Kristo yuaja, tayari wamekwisha kuweko. Na kwa sababu hiyo, tunajua kuwa ni wakati wa mwisho. Ni nini kinatufanya tujue tunaishi wakati wa mwisho? Jibu kulingana na hiyo sentence. Jibu ni kwamba ni kuibuka, ni kutokea kwa mpinga Kristo dunia. Ni wangapi tuko pamoja mpaka kulingana na hiyo sentence? Bwana asifiwe. Amen. Pembe dogo hii. Ndio inafanya tangu itokee, ndio tunajua tunaishi wakati wa mwisho. Na Biblia inatuambia tujue tunaishi wakati wa mwisho, maana tunaishi wakati wa mpinga Kristo. Yeye ni nani? Tutamjuaje sasa? Huyu mpinga Kristo tutamjuaje? Endelea mtumishi. Yohana sasa. Kwa Yohana. Enda wa kwanza 4. Wa kwanza 4. 1. 1:4. Wa kwanza 4:1. Wa kwanza 4. 1. Nasema, wapenzi, msiamini kila roho, bali sijaribuni hizo roho, kwamba zimetokana na Mungu, kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Twende, teremka. Katika hili mwajua roho wa Mungu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Katika hili tutajua roho wa Mungu. Twende. Kila roho ikirio kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili yatokana na Mungu. Na kila roho isiyomkiri Yesu haitokani na Mungu. Na hii ndiyo roho ya mpinga Kristo. Ati na hii ndio nini rudia? Na hii ndio nini sikia? Na hii ndiyo roho ya mpinga Kristo ambayo mmesikia kwamba yaja, na sasa amekwisha kuwepo duniani. Yasere Bwana. Yande kila tunajua mpinga Kristo yuko na roho yake, ili tutambue ni nini hiyo roho. Imekataa nini? Yesu Kristo. Imesema imekataa nini? Yes. Yeah? Kukiri Yesu nini? Hapana. Rudia sasa fungu la 2. Shika Biblia bila inasema, rudia mstari wa 2. Katika hili mwajua roho wa Mungu. Kila roho ikirio kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili yatokana na Mungu. Na kila roho isiyomkiri Yesu haitokani na Mungu. Na hii ndiyo kila roho inayokiri ya kuwa Yesu Kristo alikuja katika mwili inatoka kwa Mungu. Kwa hivyo roho ile inakiri Yesu alikuja katika mwili, hiyo ndio inatoka kwa Mungu. Lakini ile inakataa Yesu hajakuja na mwili, haitoki kwa Mungu. Na hiyo ndio ya mpinga Kristo. Kwa hivyo
tukitaka kujua roho ya mpinga Kristo ni gani ama tufahamu nani, pointi ya kwanza Biblia inasema imekataa roho ya mpinga Kristo